itaenda sana sana kuchangia mambo ya kumaliza hata mambo ya conflict, kusosana kwa sababu ya maji na kusosana pia huko juu kwa sababu ya nyasi. Mimi nashukuru sana wananchi hapa watakaa wakilinda, na ukijua sasa kila mmoja atapata na nafasi ya kujijenga kimaisha, because mradi huu itasaidia watu ambao wako zaidi ya kilomita 15 kutoka hapa. Sote tunafahamu kwamba kutoka kule juu sehemu za Rongai wakati ya ukame mto Molok ukauka, na niko na sababu ya kusema asante, kwa sababu mpango huu itaenda kuchangia sana sana wakati huu wa ukame, wananchi wapate maji safi ya kukunywa, pia na mifuko yetu ipate maji, ili sisi ambao tuko wafukaji tusipoteze wanyama wetu. So nawapongeza sana, nawapongeza nyinyi sana. Pia nikishukuru nyinyi kuhusika katika upandaji wa nyasi. Mara mingi tunasema Mungu anapanda nyasi, lakini kwa sababu ya wingi wa watu na wingi wa wanyama, mara mingi tunakosa nyasi. Kwa hivyo nashukuru nyinyi, tumepewa example ya kupanda nyasi. Sasa tuanzishe mpango wa kupanda nyasi kule mashinani. A very strategic spring that sustains the community during the dry season, and it also ensures a flow of water that holds the livestock together, and of course the wildlife also. And as we are also doing this, a number of things also came out. There are a number of conflicts associated with the use of resources, and conflicts between wildlife, human beings. So that's a major issue, and of course protecting the spring itself was one strategy towards addressing that challenge. We realized that during the dry season, there is no other source of water that sustains the community around here. And so it was very, very important that this particular spring is protected to ensure that the animals around here are properly watered, people are able to get water to use in their homes, but at the same time, the wildlife is also to get water in a manner that they're not having issues between them and the community around here. And so based on that, then a discussion ensued between us and the community, outlining strategies that would help them to ensure that the water flows for around 15 kilometers from the source. That would then ensure that livestock takes water away from the source, and of course people are also able to access water. And with that, because the water flows better at night, because there is very little interference, and of course now protecting the spring also ensures that there is no interference to the spring, and therefore the spring performs at its optimal, and therefore there's enough water flowing out, and the community is able to access water during the day. So the wildlife is able to access water very, very nicely at night, and that of course now reduces the conflicts between human beings and the wildlife. So that is one aspect. But then again, we are also building on this to just ensure that communities are able to practice and earn as they are also taking care of the environment. And of course, looking at this particular spring, given that there was a lot of destruction around it, the natural environment had been destroyed, and therefore we needed to bring it back. And of course, protecting it, ensuring that people are not, stepping on it, livestock are not stepping on it. And we've seen that the springs are now sprouting. A number of them are coming back. And I think that is very, very good, because now the quantity of water is going to increase. And apart from that, it is also very clean water. We did tests around here just to look at, what is the quality of the water that this spring is giving to the community. And clearly it was determined that the water is good for consumption, has very little, fecals. In terms of pollution, it is not polluted. It's water that is good for consumption, and actually communities can easily use it to drink and for domestic use. So looking at the PRM project, of course, supporting the communities to just ensure that they're using these resources, and of course building the capacity of the committees
to manage these particular resources, because that was also another issue. We know that they've managed these resources in their traditional way, which is good. We really appreciate that. But of course, strengthening that so that it is, integrated with the ongoings, with the current situation, so that we are able to bring in different stakeholders to contribute to the management of the resources. All we need now, Your Excellency, sir, and my friend Paul, is your support. How do we take this thing forward? And that takes me to my first statement, that I need a second phase of this project. And I can only get a second phase if you give me the support. And the framework of support in this process for it to succeed must be anchored on a strong, firm foundation with the county government. So the political support, which of course there's no doubt in my mind that it has been there and will be there, because I knew you even before you became governor. And we know that even with you in leadership now, we are even going to make more. The other thing that is critical here is about collaboration, about the project management and the community and the respective departments. This thing will not be useful if we don't manage it. My work is ending here today because I have given the community what they asked me to do. Now it is up to you, the community, and the administration. It would be so disappointing if I came here 2-3 years down the line and find, as the MCA was saying, that, I think it's Catherine was saying that sasa tuko na mwanya, sijui imekatwa imekuwa nini. I think it will be so disappointing. But I trust this community because I know they chose this. And because they chose it, they will take care of it. The last thing that I would say is that in every project, impact is what makes or what calls the next phase. Si pesa inaita pesa. When you don't have money, you don't feature anywhere in the map. And that's why we have a problem as Africans, because we are poor. But when you have money and you have resources, you have a voice. The resource we have here is this natural resource. If we can protect it, we will have the resources that... Conserve spring kwa sababu ilikuwa ni chemichemi ya maji wakati wa kiangazi. Tangu zamani, kabla sisi wengine wasio walikuwa wanategemea hizo sehemu za chemichemi ya maji kwa maji, kwa ya matumizi ya nyumbani na ya wanyama. So tulipokuwa na hiyo changamoto ya kuomba wafadhili kusaidia kuconserve hiyo sehemu, ni kwa sababu wanyama walikuwa wengi, wakaweza kuingia ndani pale kukula nyasi na kuharibu sile chemchemi ama sile mali maji natoka. Kwa hivyo nataka kushukuru wale wafadhili kupitia Iron Conservancy ambao ni reconcile kupitia wafadhili wakuu European Union. Tulipokuwa na wazo hilo kama kiongozi, tulikutana na wananchi, tukaona ni njia gani ambazo tunaweza fanya hii chemchemi iko ya kudumu na kusaidia wananchi kwa muda mrefu. Tukaona njia nzuri ni kuconserve na kupanda miti ndani. Mbeleni mto ya Molo River ni mto ambaye inatirika, lakini wakati wa kiangazi inakuwa kame, inakatika, inakauka kwa sababu matumizi ya binadamu inakuwa mingi huko juu. Sehemu za nyanda za juu inafanya maji isiwe sehemu zetu. So wakati huu tulipofunga, tunaona hiyo chemchemi inakuwa mingi, na maji ambayo yanapatikana katika hizo springs zinafuatili sehemu kubwa sana, sehemu za location 5, kwa sababu sehemu yetu ya location ya Koibosoi kuna sehemu ya Loboi location, Kamar location na Machimoto. Hiyo ni sehemu ambazo maji na mto inapita. So tunaona ya kwamba itakuwa ni jambo la muhimu tu conserve hiyo chemchemi ili sisi wote tufanye nini, tupate maji. Vile vile conflict between human and wildlife itakuwa reduced kwa sababu maji kitirika, wanyama watapata pande yao pa kunyia maji na wananchi watapata sehemu yao. Kwa sababu mbeleni hiyo sehemu tu moja, mahali moja wanyama wanakuja usiku mpaka asubuhi, mpaka hata wananchi hawawezi kwenda kwa sababu ya wanyama wanapigana siku za kiangazi. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu tunaona kwamba ikiendelea kukonserviwa
maji mengi yaweza kutoka na yatafaidi na kupatile watu wengi sana. So vile tunataka kuwa na wasi ya kwamba ikiwezekana maji haya yaweze kutekwa na kuwekwa power, alafu iweze kupambiwa kufikia watu wengi kwa njia rahisi, kwa sababu mahali iko springs ni mahali ambayo ni chini sana, hata wasee wa Konga waweze wakaingia huko ndani na kuleta maji kupanda juu ya mlima. Kwa hivyo tunashukuru kwa hiyo, na tunatumai kwamba tukiendelea na wafatili tutapata manufaa mengi baadaye. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you so much. Very nice. Iko sawa kabisa. Iko sawa. Baada hata tunangoja tu tumeanza. Sasa tunajipangia sisi wote, tunaanza kwenda kwa pamoja kwa makofi ya mama akibia Tembese kilo tena. Tukaribisha nani? Gavana wetu. Governor of Baringo County on 21st day of May 2021. Amen. Amen. 21. Thank you. Pongezi. Lakini ile ya kidogo mpaka kitu nafanyia wewe, wazee wako hata masiwa alikuwa ikiwa fulani nikiona saliwa pacha kifika nyumba ya mtu awesipatia Napewa nini? Maziwa ita